إلا وأنتم مسلمون لأن فيه بعض الناس يموتون يحسبون أنهم مسلمون وهم كفار. Ahbab, nataka tuelewane vizuri. Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza, anasema, enyi watu mliomwamini Mwenyezi Mungu, muogopeni Mwenyezi Mungu. Maana yake kuheshimisha sheria za Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Kila siku watu wanasema kumcha Mwenyezi Mungu, sijui takwa, yani maana yake kuheshimisha sheria za Mwenyezi Mungu na kuacha yale ambayo Mwenyezi Mungu aliharamisha. Huyu ndio ucha Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema muogopeni Mwenyezi Mungu. Ukweli wa kumuogopa, msifi isipokuwa mmekufa mko Waislamu. Lakini baadhi ya watu wengine unajikuta unajihesabia kwamba mimi ni Muislamu, lakini unakufa huko kafiri. Kwa sababu gani? Umetoka kunako tauhidi ya Mwenyezi Mungu, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo kubwa. Hili ni jambo kubwa. Hivi leo mtu akifariki, mtu ajifikiri maneno ya Mtume anasema imetosheleza kuwa kifo kuwa ni mauidha. Hiyo hakuna. Hiyo hakuna. Kwa nini? Kwa sababu watu tumetoka kunako tauhidi. We are out of tauhid. Ni vizuri, ndio sababu mimi ninapozungumza huwa nazungumza watu wasome dini. Someni dini. Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inasema, tafuta elimu min al-mahdi ila al-lahad. Tafuta elimu kutoka utotoni mpaka uzeeni. Bimaana elimu haina ukomo. Ndugu zangu, tuwe na tauhidi. Kwa sababu tauhidi ni kumpokesha Mwenyezi Mungu. La yusibana illa ma kataba Allahu lana wa huwa maulana. Maneno ya Mungu, kwa nini tunayaweka pembeni? La yusibana, hakuna kitu kinachotusibu sisi bimaana Waislamu binadamu illa ma kataba Allahu, isipokuwa ni yale Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala kayaandika. Sio maneno ya Mungu. Kwa nini twende out ya tauhidi Waislamu? Muislamu akishika uchawi amekuwa ni kafiri. Muislamu akiwanga amekuwa ni kafiri, kwa sababu anakuwa ametoka kunako la ilaha illa Allah. Kwa nini tusishiki kamba ya la ilaha illa Allah? Kwa nini? Kwa nini? Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu, turejee kwa Mwenyezi Mungu. Tufanye tauba kwa Allah, kwa kutaka Mwenyezi Mungu atusamehe makosa yetu. Na ikiwa ya kwamba hatutotaka kurejea kwa Allah tabaraka wa taala, tukawa kwenye siratu mustaqima, basi mjue ya kwamba dharuba ya Allah tabaraka wa taala itatupiga. Gharika ya Mwenyezi Mungu itatupiga. Kwa sababu nini? Tumetoka kunako la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walienda kwa Mtume, wanamwambia ya Rasulullah, mata nasrullah, kwa sababu ni matatizo, wako matatizo. Lakini waliambiwa nini? Mtume kawaambia, aliwapa mfano wa watu wa kabla yetu, walipata matatizo. Yani pako neno zulzilu, yani walitetemeshwa. Pako jambo lenyewe limeshatutetemesha kuhusu Uislamu sisi hapa, tuseme hapa Cape Town. Pako jambo lenyewe limeshatutetemesha sisi kwa sababu ya dini ya Allah. Hakuna hata hili. Ukitaka kutangaza ya dini ya Allah utaitangaza Cape Town hapa South Africa. You can spread the word of God for free. No one can touch you. Bimana tuko kwenye neema za Mwenyezi Mungu mtukufu, hapo itakuja kuwauma, lakini tunakufuru neema za Allah. Waislamu, mimi nataka niwapeni mfano, ni mfano uliokuwa hai. Waislamu, mimi nataka nikupeni mfano uliokuwa hai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Watu wa West Bank tuko na neema kubwa ambayo miji mingine wanaiomba hii neema hawana. Lakini watu wa West Bank wanakufuru neema ya Allah tabarak wa taala. Tuko na madrasa, tuko na misikiti. Hiyo sio neema ya Allah? Barakallahu fihim, walimu zetu Mwenyezi Mungu awatukuze, awape neema. Awape neema kubwa walimu zetu. Wametufundishia watoto wanakuwa wanasalisha tarawih. Watoto walikuwa hawajui alifun baun wa taun, kanu la yaarifuna shay'a, walikuwa hawajui kitu. Baada ya kuichukua hii neema ya Allah, kuishika na mikono miwili, watu wanaleta vitu vya kiushaitani katika community. What is this? Mnatoka kuna njia ya Allah tabaraka wa taala. Mnatoka kuna njia ya Allah tabaraka wa taala. Mpaka wengine wanajifikiria, laiti ningelijua mimi singekuja katika huyu mji. Tumwokopeni Mwenyezi Mungu. Tumwokopeni Mwenyezi Mungu. Kama hatujamwokopa Allah tabaraka wa taala, basi tujue ya kwamba dharuba imetukuta. Mjue ya kwamba dharuba imetukuta. Mtu usimtungi kidole fulani, usimtungi kidole huyu, hapana ya ikhwani. Kama mimi Sheikh Abdallah nimekukosea, wallahi ndio naambia Sheikh Abdallah hivyo. Waislamu, turudieni kwa Allah. Tukurudi kwa Allah, basi Mwenyezi Mungu atafanya nini? Atatutengenezea njia zetu, na njia zetu zitakuwa vizuri. Tumepata dini nzuri pasina kupigana, hatujamwaga damu. Wengine wanapata Uislamu kwa damu ya ikhwani. Tazameni Afghanistan, wamekufa watu wangapi? Kwa kusema Taliban waishike nchi, iwe ni nchi ya bendera ya la ilaha illa Allah, watoe ile bendera ilikuwepo, waweke la ilaha illa Allah. Wamekufa watu wangapi? Wamekufa watu wangapi? Lakini sisi tumepata Uislamu for free. Tumezaliwa kunako Uislamu, tunakuwa katika Uislamu, na tunafia kunako Uislamu. Tunajikuta huenda tunakufa hatuko tena Waislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya amali, kwa sababu ya mwenendo. Hatumwokopi Mwenyezi Mungu. Ya ayuha alladhina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Enyi watu mliomuamini Mwenyezi Mungu, muokopeni Mwenyezi Mungu. Waltanzur, na mtazame
kwa yale ambayo mmetanguliza kwa kesho. Umejitangulizia nini wewe mbele ya Allah tabarak wa taala? Ndugu zangu, binadamu anapokufa kinachomfuata ni dua. Amali zilikuwa nzuri alizozifanya, alhamdulillah. Mzee alikuwa anajitahidi kwa mambo ya dini, alikuwa kwenye harakati ya dini, alikuwa analeta chakula kwa kuwalishiza watu wa maskini. Allahu akbar. ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه. Kuna roho nzuri kuzidia hiyo. Ana mtu anaweka petroli yake, anaenda anachukua chakula, anakuja anawapa watu ambao ni wa maskini. Tumuombee dua iliyokuwa nzuri maiti wetu. Na tutaje yale yaliyokuwa mazuri kwa maiti wetu. Hilo ndio jambo kubwa. Ima mambo ya kiubinadamu tuyaweke pembeni, hayatotusaidia wala hayatosaidia wa mauti wetu. Na ndio sababu unaona Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala alijua ya kwamba binadamu ni wenye kukosea, akasema ya kwamba wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lilmuttaqin. Mungu anasema kwamba u'iddat lilmuslimin, hiyo ni pepo. Kimbilieni kunako kumuomba Mwenyezi Mungu maghfira, kwa sababu Mwenyezi Mungu alijua kwamba sisi ni binadamu na kila siku binadamu ni mwenye kukosea. Tukimbilie kwa Mwenyezi Mungu ili tumuombe Mwenyezi Mungu maghfira. Na pepo ukubwa wake ni ardhu, yani upana wake ni wa ardhi pamoja na mbingu. Imeandaliwa wacha Mungu. Mungu hajasema kwamba imeandaliwa Waislamu, imeandaliwa wacha Mungu, wale ambao walidumu kunako tauhidi ya Mwenyezi Mungu, hawakuenda kunako ushirikina. Kwa sababu jamii yetu ya Kiswahili ni jamii ambayo iko katika mambo ya shirkiyati, mambo ya ushirikina. Mtu haoni anapata kwa sababu ya Allah, haoni, lakini anakuambia njia ya pili. Njia ya pili njia gani wewe, ambayo njia mtume hakupitia? Na ndio sababu unaona Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia mtume, ewe mtume waambie, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kwamba mnampenda Mwenyezi Mungu, fattabi'uni, nifateni mimi mtume. Kufuata nini? Nyayo za mtume alizozipitia. Mtume alikuwa ni mwenye ibada na sisi tufanye ibada. Mtume alikuwa anafanya dhikri na sisi tudumu katika dhikri. Dhikri, ndugu zangu Waislamu, ni jambo muhimu kwa Muislamu, lakini ni wangapi wanadumu kwa dhikri? Ni wangapi wanadumu kwa dhikri? Isipokuwa mambo ya kuchawiana. Wewe Muislamu unazungumza kuchawiana, imani yako iko wapi? Ikhwani, tujaddidi imanana, alaina an nujaddid, juu yetu sisi tu, yani imani yetu tuiweke upya. Twende kwa mtume, tumsome mtume
aliishi vipi na maswahaba, mtume alikuwa vipi, tutafaulu. Lakini tukienda kinyume na mafundisho ya mtume, basi tumepotea. Tutakuwa na Uislamu wenye jina, utaitwa Abdallah, utaitwa Abubakari, utaitwa Uthmani, utaitwa nani, walakin yauma alqiyama, siku ya kiyama, habaa manthura, utakuwa umeambulia povu tu, kwa sababu kifo ni haki, kuulizwa munkari na nakiri haki. Yes. Kuulizwa kaburini kupo, na tutafufuliwa, na tutaenda kwenye uwanja wa hisabu. Ipo. Binadamu ni nini ikhwani? Binadamu hal ata ala al-insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Kwa hiyo ndugu zangu, wallahi tujihusie kwa kumcha Allah, kwa sababu Mwenyezi Mungu alituwekea choice, faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur, alayka an tu'min alayka an takfur fabinafsik. Mwenye kutaka aamini, mwenye kutaka akufuru, ni nafsi yako mwenyewe. Mungu hatakuja kuchukua ya Abdallah fanya hivi, ya fulani fanya hivi. Ni wewe nafsi yako, kwa sababu ya kumwogopa Allah tabaraka wa taala, ufanye yaliyokuwa mema ambayo Mwenyezi Mungu anayataka. Hili ndio jambo kubwa. Na watu tushikamane kunako dini ya Allah tabaraka wa taala. Watu washikamane kunako dini ya Allah. Kushikamana kunako dini ya Allah ndio Uislamu. Ikhtilaf kila siku katika sehemu lazima iwepo. Sio mtu uchukulie ikhtilafu ndio upitie, la, huyu sio Uislamu. Tuijenge dini ya Mwenyezi Mungu kupitia la ilaha illa Allah. Kwa hiyo Waislamu, kama jinsi nilivyotanguliza huku mwanzo huko, watu turejea kunako tauhidi ya Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu laiti mtu ambaye angeishi hai angekuwa ni Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akaishi milele. Lakini Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wakati ulipofika Mtume alifariki. Mtume alifariki, na katika riwaya zingine zinasema ya kwamba Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama aliulizwa, je, vipi malakul maut anamuuliza, je, vipi nikutoe roho? Mtume akachukuliwa, Mtume akasema kwamba kwani mimi ni nani? Miaka inaenda au sio? Wewe na Mtume nani bora? It means hakuna bora zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.